Bwana Yesu asifiwe, mtoto wa Mungu. Shalom. Nataka tena tukaribishane siku njema kama hii, twende tukajifunze neno la Mungu. Neno la Mungu litatufunulia au litatupa maarifa, kujua mambo ya Mungu, kutupa matumaini ya maisha na kutupa ule uzima wa milele ambao tunautafuta. Sasa leo mtoto wa Mungu tunakwenda kujifunza lile andiko la Warumi 8 mstari wake wa 18. Twende tukasome ili tuangalie tumeambiwa nini au tunataka kujifunza nini katika hilo andiko. Acha nisome katika jina la Yesu Kristo. Linasema, kwa maana anayahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Amen. Hii ina maana gani? Mtume Paulo anatufundisha ya kwamba mateso na majaribu na changamoto tunazozipitia sasa ni za muda tu, haulinganishwi na utukufu mkubwa ambao Mungu ameandaa kwa wale wanaomwamini Kristo. Hivyo waamini wanapaswa kuwa na tumaini, kuvumilia na kuendelea kumtumainia Mungu, kujua kwamba mwisho wa safari kuna ushindi na uzima wa milele. Amen. Kwa hiyo tunaona fundisho muhimu hapa, tunachotaka kukijua kwamba usikate tamaa, usivunjike moyo, kwa sababu shida unazozipitia sasa hivi ni za muda tu, ni za muda tu na zitapita. Mungu anakusudi hata katika mateso. Usikate tamaa, kwa sababu Mungu ana mpango mwema kwa maisha yako. Amen. Kuwa na tumaini la utukufu wa milele kwa wale wanayemwamini na kumtii Mungu. Mungu anaandaa utukufu mkuu kwa watoto wake. Mtoto wa Mungu, mtazamo wetu uwe kwenye ahadi za Mungu, si kwenye shida za sasa. Amen. Kwa sababu tumaini katika Kristo kutupa nguvu ya kuvumilia majaribu. Amen. Neno linalotupa nguvu na kutia moyo, tunapaswa kutafakari kama sisi watoto wa Mungu. Amen. Mtoto wa Mungu, hata kama unapitia kipindi kigumu leo, usikate tamaa. Kumbuka Mungu anaona kila kitu ambacho wewe unapitia. Endelea kumwamini na kudumu katika imani, kwa sababu utukufu anaokuandalia ni mkubwa kuliko maumivu ya sasa. Usiruhusu maumivu ya leo ya kufanya usahau utukufu wa kesho. Amen. Endelea kumwamini Mungu, kwa sababu thawabu zake ni kubwa kuliko mateso yako ya sasa. Kwa hiyo unapojiwekea uvumilivu, kumbuka mbele kuna mafanikio, mbele kuna tumaini lako, mbele kuna maisha yako ya milele. Kwa hiyo tutii katika Mungu, tuwe na tegemeo la kesho. Mungu ametuandalia kitu kizuri. Usikate tamaa, usiumie kwa mateso ambayo unawapitia sasa, kwa sababu Mungu ana mpango na wewe kesho na kesho yako. Niseme shalom shalom, bye bye, kwaherini. Amen.